Oya, mukome. Manipala mimi. Manipala. Sipende. Ndio marao. Oyenga. Wewe, pambana. Cheza. Alguna TBS. Vocês. Samani brother. Bila samani. Nilikuwa na shida. Na shida gani? Mimi kuna mtu namtafuta, alafu mimi ni mgeni. Kwa vile hapa ni njiani. Nyumbani sio mbali. Kwa hiyo unaonaje tukienda kuongea nyumbani? Tashukuru zaidi. Twende basi. Asante. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Unajua maisha yetu sisi vijana, maisha ya kigeto haya. Poa, nashukuru. Karibu. Asante. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Mimi kwa jina naitwa Hussein. Ni mwenzangu. Mimi naitwa Hussein Jaka. Hussein Jaka. Unatokea wapi? Natokea Dunga. Na uliniambia una shida gani? Bwana, mimi shida yangu, nimekuja kumtafuta dada yangu. Dada yangu anaitwa nani? Anaitwa Fatuma Jaka. Unajua? Nimeelekezwa kwamba anapatikana hapa juu. Mimi jina hilo ni geni, lakini ila usijali, nimekuja nyumbani, tutashirikiana. Umpate dada. Nitashukuru sana, maana ni wanadamu wachache wenye tabia nzuri kama yako. Ila usijali, vile sikuchoshi, naomba begi lako kuhifadhi ndani ili tufanye mchakato. Nashukuru sana. Sasa wale hawaniwezi hao. Au baki kimoja tu. Kwa sogea kimoja tu. Oya, jamaa mimi namdai. Sasa nisubiri nimuoneshe action kwanza. Sikiliza hicho. Kumbuka huyu ni mlevi, unaweza kupata matatizo. Sasa mimi namdai pesa zangu, hataki kunilipa pesa ya ulevi anayo. Sasa yani nisubiri kunikuonesha. Kondo shauri yako, shakupa. Wewe wacha. Wewe unazama wapi? Wewe. Acha. Pesa ya ulevi unaipata pesa yangu kunilipa. Ya umma wacha. Nakupa kitu. Wewe. Sawa bwana. Chukua. Nenda. Wewe unanja. Nenda. Wenzetu
Kumbe unijui Hawajui. Amesema huko. Usisikie. Ujinga sipendi. Ujinga sipendi. Ampa kitu kimoja tu. Mpaka zinakuwa nyingi. Kwani nimekutafutia kwa ajili gani? Si kwa ajili yako wewe. Sasa. Salama mama. Poa. Bona. Wewe rafiki yangu. Kuna kuniambia kama unaishi na mtu. Kwa vile umekuja nitakwambia tu. Sawa. Wakati kaja basi mimi sina ukaaje tena. Mbona hafla? Pengine ana maongezi na wewe ongee naye nitakuja baadaye. Poa. Una akili kweli lakini mwanamke una akili kweli? Unajua matatizo gani hapa kwa shikini? Hivi mume wangu, after asubuhi ushaona wapi wanaume wanakunywa pombe? Pesa yangu umemwaga chini. Hata kama mume wangu. Wewe pesa umenipa wewe? Umenipa wewe pesa? Hata kama tafuta mwenyewe mume wangu Usikilize watu mkipombe. Usinijie juu unisikilize wewe. Ndio maana wewe kauzae unajaza choo tu mundani na kula sana. Tazama alivyovimbiana vile. Nitakupiga kwa makofi au sije nikupige kabisa au nikupige baadaye? Umefikia wakati huu unaniambia mimi sizai. Sawa. Ushantia shoti, ushantia wewe mwanamke. Una kiburi eh? Una kiburi? Subiri nakupata huko. Karibu. Mambo. Fresh. Ngoja basi nivae nguo. Karibu. Asante. Sisi nimemkuta huyu. Huyu bwana ametoka. Alikuwa kale wapi? Kikweli wakati mimi nipo ndani sijajua hata alipoelekea. Basi sawa. Ila kuna kitu kinahitaji. Okay, niambie. Kuwa huru wala usijali. Sawa. Kuna sehemu nawahi ila nitakwambia siku nyingine sijali. Ukifanya hivyo utakuwa unakosea. Unajua mtu ushampa tamaa ya kitu. Bora tumalizie. Usijali, nitakwambia siku nyingine nikija. Sawa, sio mbaya. Ila atakapokuja usimwambie kama nimekuja. Sawa, haina tatizo. Safari njema. Fanyeni mmalize maneno bao, mimi nataka kucheza bwana. Mimi nakwambia vipi? Wewe una kingi lakini hapa nakwambia hapa. Nakwambia hapa hutoki. Hutoki hapa. Sasa hii hapa. Sasa Nakwambia hapa wewe kutoka. Sasa nakwambia ni kweli. Mumezoea. Wizi mumezoea. Nasema kweli. Ukweli. Tunakwenda sivyo. Nini huko? Wizi haufai sivyo. Nani mwizi? Ujinga. Nani mwizi? Bravo. Wewe vipi wewe? Huyu vipi huyo? Mimi kila siku naambia jamaa upombe haziwezi. Ndio wewe. Levu yo. Basi. Siri yako sio. Mbona hivyo? Levu yo.
Mimi nakwambia vipi kila siku majamaa unawaambia. Huyo mlevi. Kanye, nenda. Tena kama chanjo vipi unatuzingua? Ndio mlevi tu. Vipi? Chapoteza. Hivi hujapata bado fununu zote kuhusiana na dadangu? Mpaka sasa hivi bado sijapata fununu yoyote. Ila usijali. Ana muda mwingi umeenda ujue. Najua ndio kawaida hiyo. Ila nataka nikwambie kitu. Unakumbuka siku ile ukuja pale kumuona yule mwanamke? Ndio. Yule ni shemeji yako. Bwana. Yeah. Hongera sana. Nimepanga mipango naye mengi sana. Nihitaji kuchukua jiko. Najua sisi vijana. Sisi umri tena. Ndio. Nimekubali sana. Unajua kumuona mtu ana wazo kama hilo, basi ujue tayari ameshakuwa. Umefanya jambo la maana sana. Lakini je, wewe mwenzangu? Wewe, mimi bado kwanza. Masiara. Mambo mazuri hataki haraka. Umri unaenda zake? Baba. Shoga yangu. Nimekuja nikuletea umbea. Umbea upi tena? Nilipotoka hapo dukani, nikamkuta mumeo kalewa nyanga. Alafu sasa kajikojolea na kwambia mavi. Watoto hivi. Yaani mpaka aibu. Yaani anatia aibu mumeo katika hili. Kwanza wewe mwenyewe ujisikia aibu. Mume wangu anakunywa pombe na yeye. Sijui nimfanye nini. Wewe mumeo hujui cha kumfanya. Alafu, yaani kupataje mtoto mdogo kama yuko yule na mtu mzima kama yule? Wewe umetoka kwa ulipotoka umekuja kuniletea habari za mume wangu kakojoa, mume wangu kajinyea. Kwa hiyo masala kuniambia kwamba mume wangu mlimeolewa na mtu mzima, mtu mdogo hayakuwa. Shoga yangu mimi na rai. Mume wangu sasa hivi takuwa kasharudi kazi. Karibu. Nafikiri tumefika. Sijui ulikuwa unasema nini. Nilikwambia kuna kitu nataka nikwambie. Ndio. Leo nahitaji kufunguka kwako. Hussein. Nakupenda sana. Unanipenda pia. Ukiniuliza nakupenda kivipi, utakuwa unanikosea. Kwa sababu wewe sio ndugu yangu. Tumeonana tu. Pia nimetokea kukupenda sana. Hussein, nakuomba usikubalishe moyo wangu kwamba nimekukosa. Nakuomba unikubalie kwa hili ninalokuambia. Hussein, nakupenda sana. Utashangaa mimi kukuambia nakupenda, kwa sababu hatuna muda mrefu toka kuonana mimi na wewe. Ni siku moja tu. Lakini sio unajua HB yule ni mtegemezi langu. Na alafu HB wewe ni mpenzi wako. Sasa inakuaje hapo? Kwa hiyo ina maana utakuwa na mahusiano na watu wawili. HB na wewe ni vitu viwili tofauti. HB nilimpenda na wewe ninakupenda. Kwa maana HB nilimpenda hapo awali, bila wewe nakupenda hivi sasa. Sawa. Ila kabla tujawa na mahusiano na masharti mawili. Masharti gani tena? La kwanza, tukiwa ndani ya mahusiano, basi ningeomba
HB asijue. Maana HB akijua nitakuwa nimepoteza kila kitu. Na cha pili, utapokuwa na shida na mimi, basi tafadhali iwe nje na pale ninapokaa. Maana tukifanya maeneo yale akija kituoni tutakuja kupata tatizo kubwa sana. Hilo kwangu sio tatizo. Wakati wewe unayekupenda ushanikubalia, basi hilo kwangu sio tatizo. Kweli? Nitakapokuhitaji mimi nitakutafuta. Kweli? Wala usijali. Sawa.
Hivi dada umetumwa? Sijatumwa wala sijaagizwa. Kama kweli. Japokuwa wahenga walisema kitu cha mtu uliwa na mtu na chuma uliwa na mtu, lakini ya kwako yamezidi. Yaani unaliwa mchana. Tena jua linawaka, hakuna hata mawingu kusema atazima. Sikiliza wewe dada. Mimi usiniharibie siku yangu ile. Naona nina mambo mengi ya kufanya. Dada. Naona kashengia shetani mtu, nachi niondoke. Anti kwani kuna nini? Babu jinga tu, achana naye. Ashura. Unasemaje? Mambo. Mbona mpenzi wangu umebadilika hivi? Mbona umebadilika hivi? Nimebadilika nini? Unachokiona wewe nimebadilika. Maana tumepanga mipango mingi mimi na wewe. Kama hivi. Sisi tumeahidiana kuoana mimi na wewe. Kuoana? Wewe unaanza kunioa mimi. Wewe ukijiangalia jinsi ulivyo na mimi jinsi nilivyo, una haja ya kunioa mimi kabisa? Wewe una haja ya kunioa mimi? Kwani mimi nani? Mimi si mwanaume kama mwanaume wengine. Mwanamume kama wanaume wengine, lakini una haja ya kunioa mimi. Yesu wangu usifikie huko. Mbona mbadilika hivi? Wewe ndo unataka nifikie huko. Kwa sababu hapo mwanzo kuwa na wewe pia nilikustiri tu. Ili wanaume wenzio wasije kukucheka. Sasa nilikuwa na wewe, nilikuwa nakupenda. Sikupendi hata kidogo yani. Sasa unataka kupanda kichwani. Mimi nipo hapa kwenye mbuzi nimekaa na kuna nazi nimekupanda kichwani saa ngapi? Kwa sababu kuile kinyago chako ambacho ndio unachoringia sio. Sasa nataka nikwambie. Hebu subiri kwanza. Hebu rudia tena ile kauli yako uliyoongea mwanzo. Unahadaika na kile kinyago chako. Kinyago? Hivi wewe na yule nani kinyago? Ukijiangalia wewe jinsi ulivyo na yeye jinsi alivyo, nani kinyago? Unajua kama wewe ndo kinyago, yani kinyago zaidi ya kinyago. Sasa nataka nikwambie. Kuwa makini. Kile kinyago sasa hivi mimi naenda kukitimua. Kamtimua kwa nyumba gani ulionayo kwa unasema unaenda kumtimua? Achana na mimi bwana. Mume wangu. Mbona leo umekuwa mnyonge kiasi hicho? Mimi tumechanganyika. Kitu gani? Siku jana nimekaa nimefikiria kutokana na haramba ninazozitupa kwenye pombe. Mimi niachane nacho hichi kitu. Nataka nitengeneze maisha nikiwa na wewe. Nataka tuikarabati hii nyumba, tushirikiane tuikarabati. Ikiwezekana hata orofa kama tutashirikiana. Tunaweza kujenga. Ipo dawa ya Sasa nashauri vipi tufanye vipi? Ama kweli shetani akizeeka kubadilika huwa mara. Mume wangu kuongea maneno mazuri kama haya. Ndio, nimeamua sasa hivi. Akiamua na mtu nimeamua nitengeneze maisha yake bila. Hodi. Nani?
Mie Msuya, hodi humu ndani. Mie Msuya. Mke wangu huyo mtu ananidai. Tafadhali usije ukani. Nakuja. Usimwambie sasa kama mimi. Hodi humu ndani mie Msuya. Nakuja. Asante. Bwana mzee nimemkuta? Hapana, hujamkuta. Yuko wapi? Tena katika majukumu yake. Sikiliza. Mimi bwana mzee ashanichosha. Na hii ni mara yangu ya mwisho kuja tena. Maana yake atalipa deni, atalipa na pesa zangu za viatu. Nazo kwenda na kurudi kuja kudai pesa zangu. Nimeshachoka. Mwambie akija nataka pesa zangu, nikija hapa nizikute. Ama zangu ama zake. Usiku wa deni huwa ukeshi. Aliona haitafika nazitaka pesa zangu. Akija mfikishie salamu. Maneno mazima usipunguze hata moja. Haina haja ya karibu tena, nataka pesa. Karibu baadaye. Wendo chaguo langu la moyo wangu, kichuna changu mama we. Wendo chaguo langu. Unajua nini mpenzi wangu? Unajua mimi naona kama maajabu sana. Na pia vile nashukuru sana nilikuwa na wewe. Maana tangia nije hapa sijui kuona mwanamke kama wewe. Maana mimi nilikupenda kabla ya wewe. Lakini kumbe na wewe ulikuwa na mawazo yale kama ya kunipenda. Sio kwa nini nisubiri mpaka nikwambie? Si unajua tena mimi ni mgeni, nilikuwa tena moja kwa moja tena nikwambie kwa watu na kwa. Basi ulikuwa na lete matamu. Vipi kuhusu dada yako? Dada yangu hata sijui nifanye nini, lakini kwa vile nipo na wewe na imani utanisaidia. HB. Vipi, mbona na begi? Begi nitaka kwenda kwao. Ili begi si la kwangu, lakini mimi nilikuwa nakusubiri kwa hamu. Unajua yule ni shemeji yako. Ndio najua. Sasa bado nilipokuona unafanya nini? HB bwana. Yule si ni shemeji yangu, kwani kuna ubaya gani mimi kuwa naye pale? Nimekuona unakumbatiana na shemeji yako. Unanifanya mimi sina akili sio? Mimi ni mbwege, mimi ni pumbavu. Sasa mimi kosa langu liko wapi hapo jamani? Kwa hiyo mimi sina haki ya kuwa naye yule? Unaniona mimi punguamu Sasa ninachokwambia, uchukue kila kitu chako uondoke. HB bwana, usifikie hatua hiyo. Unajua fika kwamba mimi huku ni mgeni, alafu pia nimekuja kumtafuta dada yangu. Dada yangu mpaka leo sijampata bado. Alafu wewe leo unanitimua. Hebu fikiria hapo mimi nitaenda wapi? Nitakuwa mgeni wa nani? Nakwambia uondoke. Sitaki uchukue kila kitu chako. Toka. Basi naomba unisamehe kama unisema kosa. Naomba unisamehe, na mimi binadamu sijakamilika. HB!
Naam baba. Sijui ulikuwa unasemaje? Nimekuita hapa kukuambia ndugu yako huu mwaka wa 5 keja muona. Ni kweli baba. Hatujui yuko wapi, isipokuwa tunasikia tetete tu kwa pahali fulani. Kwa hivyo nakutaka wewe, nakutuma au nakuagiza wewe ukamtafute dada yako uje naye hapa. Babangu. Sawa baba, lakini kwa baba hiyo kazi ni ngumu. Mimi sipajui kwanza. Kazi ngumu hiyo. Hiyo si kazi ngumu. Wewe panda gari ya chuma, mimi nateremka Jumbi Jangwani. Ukiteremka Jangwani tu, ukifika hapo uuliza kwa mzee mmoja, mzee Mabashuwashi, Bashuwashi aitwa. Ndo aliko wewe mtoto. Huko ndo aliko tunakwambiwa. Huko mzee Mabashuwashi anakaa huko nje. Hapo Jangwani uliza, utaelekezwa huko ndo aliko. Sawa baba, nimekuelewa. Ila kama nikuulize. Kwani nende nikamtafuta dada? Kuna tatizo gani limetokea? Hizo siwezi kukwambia, mimi ndio najua, sijui wewe kujua wewe. Na ndio maana nitakutafuta ukamtafute wewe ndugu yako uje naye. Sawa, nimekuelewa. Asante. Haya. Na nataka kufanya haraka hilo swala. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Mimi kwa jina naitwa Ni mwenzangu. Mimi naitwa Hussein Jaa. Hussein Jaa. Unatokea wapi? Natokea Dunga. Na uliniambia una shida gani? Bwana, mimi shida yangu, nimekuja kumtafuta dada yangu. Dada anaitwa nani? Anaitwa Fatuma Jaa. Moja. Nimeelekezwa kwamba anapatikana hapa juu. Mimi jina hilo ni geni, lakini ila usijali, umekuja nyumbani tutashirikiana. Umpate dada. Nitashukuru sana, maana ni wanadamu wachache wenye tabia nzuri kama yako. Ila usijali, vile sikuchoshi, naomba begi lako nika kuhifadhi ndani ili tufanye mchakato. Nashukuru sana kaka. Kuna kitu kinahitaji nakwambia uondoke! Sitaki uchukue kila kitu chako. Toka! Basi naomba unisamehe kama unisema kosa. Naomba unisamehe, na mimi binadamu sijakamilika. HB! Utanisamehe baba. Kazi imenishinda. Sina msaada wowote. Sina pa kwenda. Mwezi wa pili huu sijaonana na dada yangu bado. Bali matatizo tu ndo yamenikuta. Hapana. Mimi narudi nyumbani. Mwanamke mpumbavu mkubwa sana huyu. Anaenda kunitia aibu. Kuwanyima watoto kula. Anaonekana mimi baba sina malezi. Atawatia homa manjano, anawakondesha huyu mtu mzima, mshenzi mkubwa huyu. Wewe mke wangu? Fatuma Jaku. Njoo. Haiwezekani. Hivi wewe kweli una akili kweli wewe? Nakuuliza una akili kweli? Kwani mume wangu mimi nimefanya nini? Nakuuliza una akili kweli? Wewe wa kuwanyima watoto chakula? Unakula wewe tu kuvimbiana mishavu. Mume wangu na mimi nimechoka na kesi zangu ndani. Kila siku kesi zangu mimi. Kila siku mimi tu mume wangu. Kwani mimi nimechoka? Kimya, kelele kimya. Wa kunyima chakula mtoto. Mume wangu pia na mimi nachoka. Kimya. Mimi na wewe ndani ya nyumba. Mimi na wewe ndani kidume. Unanyima watoto unakula wewe unashiba. Badala kwenda kunywa mikuto umekuwa kaba kuli. Tumchisha kuna mgonjwa TV hapa.
nisikie basi. Sina chochote cha kukusikiliza. Unaingia nini? Dada, nishamshughulikia, shatupa harama zangu kibao. Nenda kajiandae. Hebu nenda kajiandae. Alafu nione ya kuzuia sasa. Wewe mwanamke, kaa chini hapo, unakwenda wapi? Nenda kajiandae. Naomba umwache. Naomba umwache. Unijui mimi wewe? Nahangaika siku zote, miezi 3 mizima nahangaika. Sikijui chakula, sikijui cha kufanya nini. Alafu leo nimemwona dadangu eti nimwache. Wewe kama utakuwa unampenda kweli, utakuwa unamtaka kama mke wako, utakuja kule nyumbani. Sheria gani? Hatuja kuzuia sasa. Sheria gani hizi? Sawa, chukua. Kama mnaenda kuchinja, mnaenda kuweka biting, sawa chukueni. Sheria gani zinazofanyiana hapa? Mke wangu Fatuma Jaku. Wacha nini? Nitarudi. Nyie fanyeni mnavyofanya. Mimi najua tu. Wewe nenda unakokwenda basi. Ile nakwambieni hiyo dhulma kafara. Na lazima Mwenyezi Mungu atanilipia. Tuondoke. Tuondoke. Achana na kujela. Wewe bangi inakusuru wewe. Bangi inakusuru. Tazama nywele zake zilifonyonyoka vile. Utafikiria panya aliochoma moto. Mpumbavu mkubwa. Wewe nenda. Mnamsudumu tu bure. Mnyonge wa Mungu, kwa sababu ndio mnajua kwamba mimi nyumba yangu mbovu hii navaa seruni, sawa, hakuna tatizo. Dhulumuni tu. Sawa. Tena nakwambia usije tena wewe mwanamke, usije tena huku. Shenzi mkubwa, na ukija ile nyumba utana tayari ipo kwenye nini? Kwenye orofa kule. Utakuja kupata tabu wewe. Afadhali nimekukuta. Kawaida ukifika nyumbani kwa wenzio, kawaida salamu kwanza ndio inaanza. Sitaki hata nikusalimie jinsi ilivyoona huko. Bwana wako sijui maana ulikuwa unavitaka hapa kijijini. Na bwana sijui sharobalo sijui nimemkuta huko na mabegi mgongoni, shoga yangu barabarani anataka kuondoka. Nisikwambia wakati ndio nishakwambia. Umemwona sengea? Hapo tu ndio njia wapi? Huku. Wewe. Mimi uko stendi. Wewe nenda moja kama hizo. Mimi narudi. Nenda mwenyewe. Wewe, pambana. Cheza. Una akili kweli? Lakini wewe mwanamke una akili kweli? Unajua matatizo gani napata kwenye shikitu? Hivi mume wangu, hafika asubuhi ushaona wapi wanaume wanakunywa pombe? Wewe wacha. Wewe unazama wapi wewe? Acha. Pesa ulevu unaipata pesa yangu nilipa. Ya uma wacha. Nakupa kitu. Wewe. Sawa bwana.